Naam, mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo, haya ni makala ya Kilimo Leo, sehemu ikiwa ni ya pili. Tunazungumzia mavuno zao la parachichi. Wiki jana tulikuwa tunaangazia hali ilivyokuwa katika vituo mbalimbali, na siku ya leo tunaendeleza makala haya na tupo hapa shambani. Mkulima upande wa pili tutakuwa tukimpata, tumalizie makala haya kwa kutuelezea pia changamoto mawili matatu wakati ambapo tunamalizia. Naitwa Kamau wa Waithaka. Haya ni makala ya Kilimo Leo. Hii ni Wingu Radio, pia kwenye Wingu Radio nazungumzia YouTube channel mahala ambapo unaweza tupata. Kwa hivyo kabla ya kuzungumza na mkulima tuweze kumalizia sehemu yetu ya pili, kando yangu yupo hapa mdau mkubwa sana wa zao hili, kwa sababu yeye ndo amefanya tufike hapa, na kama hangepatikana siku kama ya leo tungesubiri hadi wakati ambapo ataweza kufika. Kwa hivyo atakuwa kitueleze ni nani na zaidi yote anatoka maeneo gani. Karibu sana ndugu. Kwa majina naitwa Andrew Chalo. Yes. Kwetu ni Makueni. Agina fanya na kampuni inaitwa Kate Exporters. Ndio inanunua matunda natuma nchi za ng'ambo. Munanunua matunda kwa Wakenya humu nchini Kenya alafu mnatuma nje. Labda katika hii biashara ya zao hili maeneo haya ambayo tuko Baringo, Eldama Ravine, hapa panaitwa Tarakwani. Kwa mkulima huu ama muna watu wengine ambao mnatembelea ama huu ndio mkulima wenu wa kwanza? Kuna wengine tunatembelea. Lakini kulingana venye nimeona. Huyu amejaribu. Ndio. Ameng'ang'ana. Ameng'ang'ana sana. Ameng'ang'ana. Asante sana Chalo, na nashukuru sana. Kwa sababu naona hapa unafanya kuchukua zao hili, tunda hili, na kuna lile ambao unachukua na lingine unaliacha. Labda unaweza tueleza tofauti kwa nini unafanya hivi? Hapa kuna grade 1. Hiyo ndio inaenda export. Okay. In grade 2 inaenda mafuta. Sasa grade 1 hii, na labda yule ambaye atakuja hapa uwezi weka kila aina. Utajuaje ni grade 1? Grade 1 ni ile ina alama yoyote. Okay. Na ile size inataka. Okay. So kama hapa naona hizi hii ni grade 2. Hiyo ni size ndogo hiyo. Yeah, so umesema grade 1 inaenda export nchi za kigeni. Kisha hii umesema inatumika kwa hiyo inaenda kwa mliwa mafuta. Kumaanisha hii matunda hakuna kitu tunaacha. Kila ile inatoshana hii. Mnaenda nayo. Yote inaenda. Kwa hivyo kwa mkulima ni faida kwamba hakuna kitu ambacho ataachwa nacho hapa. Hakuna kitu utaachwa hapa. Yeah. Labda kwa sababu umezuru, unazungumzia vipi labda wakulima ambao wanatazama wanasikiliza kilimo cha parachichi ama avocado, utawaambia vipi wakulima wa maeneo haya? Wakulima wa maeneo haya utawaambia wako na mchanga mzuri. Ndio. Wakijikakamua. Ama waone huyo mzee mwenye anabebea matunda. Kuna kitu atawaambia. Kuna kitu ameona. Asante sana. Labda tunapomalizia, labda changamoto ambazo mnapitia katika ununuzi wa zao hili na hata uzaji katika mataifa ya kigeni. Kuna changamoto. Kitu ya kwanza, kama mahali nimeacha gari na wenye wanabeba wanaumia sana. Naam. Kwanza barabara. Hiyo ni kitu ya muhimu sana. Kwa viongozi waweze kufanya jambo. Hiyo wakizingatia sana hiyo. Naam. Itakuwa mzuri. Ile ingine ni zaidi wakulima wale wako chini. Madawa, mbolea. Itakuwa ya maana sana. Naam. Labda kipeana kama hapa. Mmebebea huyu. Na majirani hawana. Wapee mbegu. Hata kama watalazimisha wapande. Naam. Hata kama ni kwa kulazimisha, kwa sababu hii ni pesa hii. Hii ni pesa. Naam. Sasa tuseme kama kilo ya export sahi kutoka 120. Kilo moja pale katika export. Unanunua kwa mkulima. Naam. Na kilo moja inaweza ingia matunda kama hii. Hiyo hizi ndani na mahindi. Na kweli. Hii ya mafuta si ati iko chini sana. Natoka 40. Kilo moja. Kwa hakuna kitu inapotea. Ni faida kwa mkulima. Sasa ukija ukifanya mahesabu yako, kama ile gari niko nayo inabebanga tani 10. Uweke yote export. Fanya mahesabu hapo mkulima. Taachwa na kitu. Hapo na pesa mzuri sana.
tuweze kuweza. Naam. Asante sana, nashukuru sana kwa kuzungumza nasi na tukutakie kila laheri. Nadhani mkulima amesikia, viongozi wamesikia swala la barabara. Kwa mkulima kwako, hasa mkulima wa maeneo haya, umesikia zao hili lina faida yake. Hapa hakuna ambacho kinaachwa. Umeelezwa kwamba hata hii size itaenda, kwa sababu pia iko na kazi ambayo bila shaka itaenda kufanyia upande wa pili, na bila shaka basi inaweza kutumika. Kwa hivyo kwa mkulima pia anavuna hapa na hapa bado ataweza kuvuna. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kuzungumza nasi, tukutakie kila laheri, na najua kwamba tutapatana kipindi kingine, na natumai kwamba wakati huo pia hata tukipatana kwenye shamba lingine tutakuwa tukifurahi zaidi kwa sababu ya kazi ambayo wakulima watakuwa wakifanya. Na walipokuwa wanazungumza wako amezungumzia kuhusu changamoto. Kijana tulisikia Noah akieleza wiki hii katika sehemu yetu ya pili, mnunuzi wako Chalo umesikia akizungumzia kuhusu pia changamoto pia barabara. Anazungumzia wilaya ameliacha huko bali. Anazungumzia vipi changamoto hii kwako imekuwa vipi katika kilimo hiki cha parachichi? Imeni cost nikiongea kama mkulima, hii changamoto imeni cost sana. Naajiri watu kuchuna, unaona sasa ninaingia cost mara ya pili. Nitawalipa tena watu wabeba hadi huko juu, of which ni itani cost pesa mingi. Compared mawe mpaka hapa ni shamba, gari tu linakuja kupaka hapa, na tungekuwa tuna load lori ikiwa hapa. Mambo na wataalamu wajua sana, tunategemea mtandao. Nyinyi wenyewe serikali wangekuwa na wanaajiri at least watutumie sisi tutembee shamba, wenye wako na expense kidogo, sisi tunategemea mtandao sana. Asante sana, nashukuru sana, na tutakuwa tukielekea hivi tuone hii barabara ambayo mwenzangu anaizungumzia iko namna gani. Umesikia kwamba baada ya kuwalipa wale ambao wanatoa mmea huu zao hili, bado wanagharamika kuweza kulipa watu ambao, na umeangalia kazi ambayo iko pale. Tunazungumzia zao hili limeweza kutoka kama kuweza kuzaa kwa njia ambayo ni nzuri sana. Uzalishaji wa zao hilo katika shamba la Boaz ni mzuri sana. Kunyunyizia maji tungeomba at least stima tupeke sola iko inatusaidia hii sehemu. Wakati ambapo labda kumekuwa na kiangazi na wiki jana ulizungumzia kwamba kuna kipindi ambacho mngevuna mapema kama mvua ingenyesha mapema. Hiyo inamaanisha kwamba kama wakati mvua yuko, si wakati wa kutarajia tena mvua ama kutegemea mvua peke yake. Mko na maji ambayo unazungumza yako hapa Dhurwa. Mkiweza kupata stima. Kwa hivyo ina maana stima bado haijafika hapa. Stima haijafika hapa. Swala ambalo viongozi wanafaa kulifanya. Ninyi mnajituma shambani, pia wajitume katika maendeleo. Labda kilimo hiki haujafika mahali ukasema utakata tamaa, labda kwa changamoto hizi useme sidhani kama nitakata tamaa. Umesema utaendelea. Nasema na deep in sasa naingia vizuri. Unasema hata na hizi changamoto ndio utalima zaidi. Bali tunaelekea sasa ukulima ama agriculture sasa hii inalipa. Na mimi nakuombea sana ulime sana mpaka ikifika pahali ama viongozi watakuwa wamefanya hii nini, ukunze uanze hapo. Sema hii barabara nitatengenezea. Utengenezee watu hapa, kwa sababu ikiwa kwamba umekuwa ukiendelea hivi na changamoto hizi na bado unaendelea, mimi nakuombea sana Mungu akufanikishe. Because hata unaweza tengeneza hii barabara, watu wasaidike, na hata baadaye nani anajua, maybe watasema tusimamie pia hata sisi katika eneo. Nalima hili tu ni kwa sababu ya tumbo, tunakula pale nyumbani. Hata kwa yule kijana ambaye anakutazama kano na wakati na mimi utawaambia ningetaka niimize vijana at least wafanye farming. Kama si avocado wajaribu. Masai machani chai pia ulipa. Kahawa si mbaya, though hajajaribu kama huku ni kama avocado. Unajua enzi zile tukianza kupanda avocado watu walikuwa wanasema haiwezi mea huku, haiwezi fanya huku, but ilifanya. So kahawa pia wasikia inalipa mzuri, so inafaa tufikiria hapo pia. Ufikirie mazao ambayo yanaleta faida, yanaleta pesa. I think ukulima ni kama biashara. Wanasema ni kurisk. Risk taking, lazima uchukue risk. Without risk kuna mahali utaanza sasa kuishi na ile mila za kitambo.
at least kama wanaweza kusaidia wakulima na mbegu kama ya parachichi for free, kama ni chai wapeani for free, and mambo na kama viazi pia. Ukitazama hata mimi mwenyewe na ng'ombe, lakini naweza sema breed ya ng'ombe si ile nasema ya kisasa ambayo itakupatia labda ya Nashukuru sana kwa kuweza kuzungumza nasi. Tunamalizia labda hapa sasa, ndo tutazungumzia kwamba kile ambacho tulianza kule shambani tumekuja, watu wamebeba wamefikisha. Sasa hapa ndipo tutazungumzia grade 1. Huko ni grade 1. Grade 2 bado wanang'ang'ana, hawajaanza bado itakuja bado. Kwa hivyo unazungumzia faida ya zao hili ni kwamba wakati ambapo unavuna hakuna kitu ambacho kitabaki shambani pale. Hakuna. Ndio faida za mmea huu. Sokoni kwa sasa hivi kilo it's around 120 per kilo. So ukishika I think this one grade 1 hivi hiyo ushajaza kilo moja. Hata mnunuzi pia alitueleza 4 zinajaza kilo moja. Na akakuwa kuzungumza akasema grade 1 hiyo ni 120 shillings per kilo. What about grade 2? Unapimiwaje? Grade 2 kidogo bei iko mbofu, shilingi 40 kwa kilo. Najua kwamba labda wanaweza kuangazia swala hilo, kwa sababu umezungumzia kuhusu sekta ya kilimo, waweze kuangazia. Na nashukuru sana. Wakati ambapo tunamalizia, sisi ni kuweza kuwashukuru, na haya ndio matunda ya kusubiri, matunda ya kurisk. Sasa hivi nazungumzia gari limekuja hadi kufika hapa. Umeona kule ndani washaeka. Ni kama zitabaki, lakini tutaona vile hauko umesema ulikuwa umetueleza katika sehemu ya kwanza kwamba hauko unatarajia mwaka huu, unasema kwamba angalau kuliko mwaka jana. Na tukiangalia gari tunaona kwamba huenda hata ikose mwaka jana. Unajua ni kampuni wenyewe walikuwa hapa, sasa wameleta gari wakifikiria itakuwa kama ya mwaka jana, lakini sasa unasema kwamba huenda zingine hata zikasalia kule, zitasalia, alafu baadaye labda atakuja kuzichukua. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana na nikutakia kila laheri. Si mwisho wetu wa kukuja hapa, tutazidi, na wakati ambapo tukitaka tuangazie swala lolote tutaweza kuja na kuangazia hayo yote. Ujumbe nadhani umeshafika. Kwa hivyo kwangu nakushukuru sana na niseme asante sana. Shukrani. Asante sana, shukrani. Karibu. Alama. Mkulima, umeweza kupata ufahamu. Ni makala ya Kilimo Leo, na huwa nakwambia kwamba tunapoingia yanaporindima tarajia kunufaika. Umesikia kutoka shambani, tumekuja vizuri, tumemalizia hapa na unaangalia zao hili ambavyo mwenzangu amesema kwamba mwaka huu limekuwa la manufaa zaidi na limeweza kuzaa tele. Mimi naitwa Kamau wa Waithaka. Makala ni ya Kilimo Leo, Wingu Radio YouTube na Wingu Radio 94.8 FM. Sisi tutakuwa tukihitimishia hapo, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Wiki ijayo tutaweza kupatana tena kwenye makala ya Kilimo Leo, tukiweza kuangazia pia mkulima mwingine na pia tukiangazia zao. Kwa hivyo kufikia hapo, kwa heri kwa sasa.